kupatikana. Tunachokifanya ni kufungua kampuni. Wakati tunafanya kwa kushirikiana na wawekezaji wetu, tutafungua kampuni. Kampuni hiyo ndio itakayomiliki uwanja. Na katika kampuni hiyo ya miliki uwanja, ndio 50% ya umiliki utakwenda Afrika, 50% utakwenda kwa mwekezaji ambaye ni Chiefs Ndogo. Kwa hivyo, tunaweza sababu kuona sisi ya kwako, hakuna kwa umiliki kwenye ownership ya club, lakini kwenye ndani huko ndio tutakuwa tunafanya shughuli hizi. Sasa mchango hii ndio tunafanya. Mchango wa Yanga ni nini? Mchango wa wachezaji ni nini? Mchango wa Yanga kwenye hii kampuni mpya itakayomiliki uwanja ni kuleta ardhi yake ambayo tunamiliki kwa sasa hivi kama Yanga Afrika. Kwa hiyo tunaweza mchango wetu kwenye mradi. Na mchezaji ataleta mchezaji ataleta fedha za kujenga uwanja. Tunapokutana na mwenye ardhi na kuleta fedha, hapo ndio tunaiona kampuni. Kwa sababu kubwa ya kampuni itakuwa kampuni mpya tutakayotoa kuanzia sasa hivi baada ya kutoa milioni 1 leo. Kwa hiyo tunashauri Jumatatu tuna set kampuni yote. Mchakato wake kusajili utakuwa wazi. Na kampuni hiyo itakuwa 50% yao na 50% za pesa. Kampuni hiyo itakuwa na bodi. Kwa hiyo kwa yote pale tutakuwa na wawakilishi kwa Yanga, tutakuwa na wawakilishi kwa pesa. Na wenye viongozi wa bodi hiyo ndio watakaochagua au kuajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja. Kwa hiyo operation za uwanja zitakuwa chini ya bodi. Na bodi hiyo ikimwajiri CEO au general manager wa kuendesha uwanja, kuendesha uwanja na timu yake nzima kufanya majukumu ya kuendesha shughuli za uwanja. Kwa hiyo narudia, mchango wa Afrika utakuwa ni ardhi, mchango wa wachezaji utakuwa ni fedha. Lakini Afrika itakuwa inaleta biashara. Tukumbuke leo kama institution ya mpira wa miguu inaweza kuchukua uwanja kwa maana hiyo. Afrika italeta biashara ya kujenga uwanja wa Stadium. Kwa sababu kwa sababu tunaelekea na taasisi mbili, uwanja huu utakuwa na kila sababu ya kuhudumia Yanga exclusively, lakini la pili utatoa fursa kwa watumiaji wengine wa uwanja. Tunapotokea hali yoyote kule uwanja kwa ajili ya mechi zake itatumia. Tunapotokea tukio la kijamii na shughuli za kidini na shughuli za kimuziki, jukumu la management ya uwanja kuhakikisha inaongeza mapato na matumizi ya uwanja huu. Hivi sasa wawekezaji wanufaike na mapato na Yanga wanufaike na mapato. Swali lingine ni wawekezaji huu wa uwanja. Nilisema hao wawekezaji wa uwanja na mfumo wa bima kwa Corporate Trust. Au wanajenga kwa corporate alafu unafanya. Ushirika inakuja hatua ya kurudisha uwanja kwa Yanga. Mfumo huu tulikataa kwa sababu tunapofanya hivyo Corporate Trust tunaruhusu 1% za uwekezaji kuonyesha uwanja na sio kwa Yanga. Sisi tunataka zaidi tumiliki uwanja na kesho tumiliki uwanja. Hivyo kwa Corporate Trust inakupa fursa kumiliki uwanja utakaporudishiwa. Na niwaambie hesabu za uwanja ziko mengi. Iko mfano uwanja wa KMC, matumizi ya uwanja kwa mechi moja takriban milioni 6. Ukisema kwamba tunaruhusa kumiliki uwanja baada ya kurudishiwa fedha zake haitakuwa kwa miaka 5, 10, 20 wala 50. Ukipiga hesabu mwenyewe kwa sisi ndio uwanja wa KMC na investment iliyofanyika multiply na namba ya mechi tutakazocheza, inawezekana operation ya huyo mtu kurudisha fedha zake inaweza kutumia hata miaka 50. Kwa hiyo tunaona katika sababu ya kwenda kwenye benki ya Tanzania, tulikwenda kwenye partnership ya shares 50% kwenye klabu ya Yanga, ili tusimame uwanja kamilifu na 50% za wawekezaji ili tuweze serikali ilisha saini mkataba na mkandarasi ambao mkandarasi
daraja kidogo na daraja liko Kinondoni, daraja matatu yameshaanza. So tunachofanya moja kwa moja ni mkandarasi zaidi kutafuta kwanza kujenga ameshaanza pia. Kwa hiyo tunazungumza sana na wengine wameshaanza kwa sisi kama kazi yangu tumepewa nitakuja tunachukua parameters. Tunachukua elevation za hapo tunachukua tu. Hapo chini tutakuwa na mtandao kutoka hiyo tutakuwa tunatumia kama senda kutumia jioni na watoto kucheza hiyo na kueleza baada ya mtu kuna lengo la tatu ni lengo la uongozi ambayo ni kusaidia ujenzi wa hoteli na restaurants kama hizo. Kwa hiyo tunatoa elevation ya hapa na kuanza utakuwa na hizo elevation tunazungumza kwenye michoro kuhakikisha kwamba sehemu ambazo zinahitaji kujaza tutazijaza kufika kwenye huo uwezo. Kwa hiyo tunaanza sisi sambamba na mradi unaendelea, lakini zile dimensions tumeshapewa katika utunguzi siku ya leo. Kutakuwa kuna muungano wa kiufundi, sisi tukiwa tumeanza au kwa hiyo zote sababu la right neno la tewala. Neno la tewala ni right ya 50% kwa club na right ya 50% kwa wachezaji. Kwa mfano, ndio yote na habari na kufuata ndio. Na pia tunafikiri ila uwezo wa kuchora kwa nyumba kwa mtu wangu wa mtu wa Metropolitan. Na baada ya kuwa kamili kwa mwanzo mpya miaka kadhaa iliyopita wanaitwa Vicente Calderón ndio kiongozi na kusimamia yote. Baadaye kwa ya kuzika kajenga uwanja mpya ukaitwa uwanja wa Metropolitan. Wanda tunapotazama ni mjumuiko wa mambo kila wakati maana ya pesa ni sasa hivi ni nafasi ambayo ilikuja kushirikiana nao kwa ujenzi na wale wa China wanaitwa World Investment kwa kushirikiana na wao ni sehemu ya kile kwa upande na mecha kutana kwa nyingine na pili na wanda huo likiwa lina kulisha historia ya nyuma kabla ya kufika kitu kimoja kwa kwanza kwa mtu. Na baadaye akachukua mafuta ya kumaliza mchakato wa mfano akaambia kwa kampuni ya yeye ambayo ni inaitwa Riyadh Air Something Kati. Kwa hiyo watu wanaitwa Riyadh Air Metropolitan. Na mkataba ulipokwisha wale wakampata mwekezaji mwingine kwenye eneo la Kina na sasa hivi hawalishi tena hawa mteja wao kwa hiyo kwa hiyo baada ya watu kwenye naming rights wa itabeba jina la GSM na itabeba jina la Yanga kwenye kuita bila uwezo. Katika sehemu ambayo inasikiza kumsiri ya right, kama uwezo wa kumiliki jina hilo kama nusu ya nchi, na klabu ya Yanga kazi kwa uwezo wa kumiliki jina kama nusu ya 50% ya kumiliki. Na bila kama baada ya miaka miwili mitatu tukiamua klabu ya Yanga kuondoa jina letu la Yanga kwa hiyo asante kwa kuonyesha dunia. Asilimia 50 ya jina kutoka kwa wachezaji na asilimia 50 ya jina kutoka kwa klabu ya Yanga. Tutakuwa juu ya kategori ya Zanzibar hapo uwanja wa kama Kagera wanaenda kucheza finali ya CAF Confederation Cup Zanzibar kwenye uwanja wa Amani Stadium. Katika uwanja wa Amani Stadium ya CAF Confederation Cup kategori ambayo tunakwenda kwenye uwanja nayo kwenye uwanja wetu kategori 3 ambao unaleta the highest tournament level for the past 75 swali la pili ilikuwa kuhusu aina ya pitch.
Kisha tunakula naye ni high hybrid ambayo asilimia kubwa itakuwa ni natural, asilimia chache sana.